Bwana, karibu sana mtazamaji wa Kasako Media. Tunazungumza hapa mara baada ya kukamilika kwa msimu 2025-26. Harakati za usajili zimeshaanza. Niko na mtaalamu funga meza hapa, anatujalia exclusive kabisa majina ya wachezaji ambayo yanatajwa, lakini pia huko walikotoka, kitu kikubwa ambacho walikifanya. Funga meza, mambo vipi? Safi. Freshi. Mungu ni mwema kwa kweli. Nimeona pale Msimbazi. Msimbazi sasa wamekuwa na chimbo lao kule South Africa. Stellenbosch pale tunaweza kuzungumza hivyo, lakini pia Steve Barker ametokea huko, amekuwa akifanya usajili kutoka huko. Jina ambalo sasa hivi lipo mezani ni la Jabara. Unajua kila mwalimu anapenda kufanya kazi na mchezaji ambaye anamfahamu, na ukiangalia hivi sasa Steve ni mwalimu ambaye ameshaaminika mara baada ya kuleta wachezaji kadhaa kunako kikosi cha Simba na kuonekana wame click na wameweza kuingia kwenye system. Uongozi sasa wanampa ile 100% kuamini kwamba ni mwalimu ambaye ana jicho la mpira na jicho la kuona wachezaji na anafahamu vizuri wachezaji ambao wanaweza wakaenda wakaisaidia timu. Lengo kubwa la Simba ni kuhakikisha wanaweza kufanya vizuri kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu ujao, lakini ukiacha kufanya vizuri ligi kuu soka Tanzania bara na pia waweze kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa ambao watakwenda kushiriki msimu ujao. So unahitaji wachezaji wa daraja fulani ambao wanaweza wakaitoa timu kutoka sehemu moja kuipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo lazima wakubali kuingia gharama na kwenda kuchukua wachezaji ambao mwalimu mwenyewe ndio atakuwa wapendekeza na anaamini kwamba kwa namna moja ama nyingine anaweza kufanya nao kazi na watafikia katika ile nchi ya ahadi. So kwangu mimi nadhani of course ni mchezaji mzuri ambaye kimsingi tunaamini kwanza paka mwalimu Steve mwenyewe anajaribu kumpoint, na maana kwamba ana kitu cha ziada ambacho atakwenda kukionyesha kwenye kikosi cha Simba. Yes. Mara nyingi sisi huku Tanzania hususan katika vilabu vya Simba na Yanga hawana huo utaratibu wa kuacha makocha wafanye hiyo kazi ya usajili. Tunavyozungumza huyu mchezaji ambaye wa Stellenbosch anatokea akiwa na umri wa miaka 23 tu, yuko huru, Simba wanakwenda kumchukua. Na mara nyingi watu huwa wanasema kwamba wachezaji ambao wako huru mara nyingi huwa hawafanyi kitu kikubwa. Pengine hii imekaaje kwa huyu mchezaji kwa namna ambavyo namba zake umeziona akiwa Stellenbosch? Sio kila mchezaji ambaye anaachwa huru ni mchezaji mbaya. Sio kila mchezaji ambaye kwa sababu kuachwa huru kuna mawili. Kuna mchezaji ambaye anaachwa kwa sababu ya kiufundi, kwa maana labda mwalimu ambaye yuko kwenye kikosi hahitaji kuwa naye, lakini pia kuna mchezaji mwingine anaamua kuondoka mwenyewe kwenye kikosi, lakini kuna mchezaji mwingine anaachwa sababu hana uwezo. Kuna vitu vitatu hapa. Sasa lazima watu watambue, sio kila mchezaji ambaye anaachwa ukasikia neno mchezaji huru basi ukajua ni mchezaji ambaye hana ubora, hana uwezo, hawezi kusaidia timu. Leo hii nazungumza kwamba kuhusu Prince Dube kutaka kuondoka Young Africans. Anaondoka akiwa mchezaji huru. Je, ni mchezaji mbaya kiasi hicho? Kwa hiyo utagundua kwamba neno huru peke yake alimaanishi kwamba huyu ni mchezaji mbaya. Ubaya unategemea na namna ambavyo umeondoka, uwezo, lakini mbaya hapa, lakini anaenda karibu nyingine, anaenda akaenda akafanya vizuri. Ndio maana kuna mchezaji hapa anaachwa kama mchezaji ambaye anaonekana kufeli, kile kile timu nyingine anaonekana kuwa mchezaji tegemeo na anakuwa mchezaji mzuri. Lakini kuna mchezaji hapa anaweza kaondoka akiwa ni mchezaji mzuri, lakini akaenda timu nyingine akaonekana mchezaji wa kawaida sana. Akafeli sana. Sawa, tunazungumza hivyo ndani ya Simba. Huyu ni kiungo, lakini pia kuna baadhi ya maeneo pengine ambayo umeona Simba walifanya usajili kwenye dirisha kubwa na dirisha dogo. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikliki. Huenda Simba wanatakiwa kufanya usajili kwenye eneo gani hasa lingine ambalo kimsingi kama wanataka kukompiti kuwa mabingwa msimu ujao? Miongoni mwa maeneo ambayo huwezi kuliacha kulitaja ni eneo la ushambuliaji. Miongoni mwa maeneo ambayo yameonekana kuwa na weakness kubwa ni eneo la ushambuliaji, na tukashuhudia kwamba Simba amekuwa akitumia zaidi force number 9, kwa maana mchezaji ambaye sio asili yake kucheza katika eneo la ushambuliaji ndio anakaa hapo katika eneo la kati. Tumemshuhudia mara kadhaa akicheza kwa maana Elim Panzu Kipisawala, lakini pia kuna nyakati tunamuona Anset Oula akicheza hapo, kuna kuwa na huo mpishano. Lakini miongoni pia maeneo ambayo linatakiwa pia kurekebishwa ni eneo la namba 10 pia ambaye anacheza Triple C. Chama. Of course Chama
watu wanapaswa pia kutambua tu ukweli kwamba kwa umri wa Chama sio mchezaji ambaye anaweza kukupa energy hiyo kwenye kila mechi. Na huko ambapo tunakwenda lazima Simba atafute mchezaji ambaye atakuwa anachuana na Chama. Licha Chama tunaamini ni mchezaji bora, mchezaji mzuri, lakini pia anahitaji mbadala wake, mtu ambaye atakuwa anamsaidia majukumu katika ile eneo. Sasa ukiangalia, ukimtoa Chama katika lile eneo, nani anacheza ile eneo kwenye lile eneo kwa ufanisi mkubwa, utagundua hakuna mchezaji ambaye anacheza kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo binafsi mimi miongoni mwa maeneo ambayo Simba anapaswa kuongeza nguvu basi ni hilo eneo la namba 10, lakini pia mshambuliaji wakati, lakini bila kusahau eneo la mlinda mlango ambaye kimsingi limekuwa likipigiwa makelele kwa muda mwingi sana. Unaona mashabiki wa Simba tu wenyewe namna ambavyo wamekuwa kizungumza juu ya uwepo wa Jibril Kasari katika milingoti mitatu. Dhahiri shahidi wanaonekana kutokuwa na imani nao. Kwa hiyo binafsi nadhani miongoni mwa maeneo ambayo anapaswa kufanywa marekebisho ni hayo. Sawa. Ndani ya Young Africans pia kuna baadhi ya nyota ambayo wengi tu pengine wanatakiwa kuondoka kutokana na ile kikosi kukaa kwa muda mrefu. Pengine ungepewa nafasi hiyo ndani ya Young Africans kuondoa wachezaji na kuleta wachezaji wengine, ungetamani labda nani kuondoka hasa? Ukiangalia kuna wachezaji ambao hawajatumika kabisa na timu kama Young Africans inataka kuwa na mchezaji ambaye anatumika, kwa maana yupo active. Kuna wachezaji wengi ni wachezaji wa mazoezi, tunazungumza hao kina Salum Abubakar Shwaboy, kina Falid Musa Malik. Ni wachezaji ambao wanaonekana kuwa ni wachezaji zaidi wa mazoezi. Ukijaribu kuangalia kuna kina Buba Jame, ni wachezaji ambao kimsingi kwangu mimi nadhani labda panga nikisema nipitishe, ningeanza hapo kwa kina Buba, nikikuja kina Falid Musa, nikikuja kwa kina Salum Abubakar Shwaboy. Uwatoi kwa ubaya, lakini unatoa ili wakatafute mazingira mapya na ambayo yanaweza wao kawapa nafasi ya kucheza. Kwa sababu ndani ya Young Africans wanaonekana ile imani kwenye benchi la ufundi imepotea juu yao. Kwa mikono ya wachezaji ambao wapo tu katika benchi, nazungumzia kina Lassane Kouma. Kwa hiyo bibi nafsi nadhani wachezaji hao ndio ingekuwa panga langu la kwanza kudili nao hao kwenye kikosi cha hao ambao walikuwa hawatumiki. hawatumiki. Kwa hao ambao walikuwa wanatumika, Kwa hao ambao wanatumika, of course kwangu mimi kama napata nafasi ya kufanya marekebisho, Mohamed Damaro angekuwa sio sehemu ya kikosi. Sio mchezaji mbaya, lakini uhitaji wa timu jinsi ulivyo kwa sasa, timu inahitaji nini, utagundua kwamba kuna namna kwamba alichonacho sio timu ambacho anakihitaji kwa sasa. Lakini ukiacha hivyo, ungeopt kutafuta mshambuliaji mwingine mzuri wakati ambaye anajua kuongeza nguvu. Lakini kumbukwe Pacome Zouzoua amepata changamoto ya jeraha kubwa ambayo inamweka nje muda mrefu. Lazima utafute mchezaji pia katika eneo lake ambaye atakuwa na daraja kama la Pacome, ili aweze kuja kuvaa viatu vya Pacome, kwa sababu eneo ambalo anacheza Pacome ni eneo ambalo ukimleta mtu lazima awe na daraja, ili mradi kuficha kile ambacho tunaweza kuita kwamba ni udhaifu ambao utaonekana juu ya huyo mchezaji mpya ambaye atakuja. Kwa hiyo lazima utafute mchezaji wa daraja hilo la juu, lakini pia lazima utafute mchezaji namba 10 mzuri ambaye mwenye daraja kama inavyosemekana Stefan Aziki kwenye kikosi cha Young Africans anaweza karejea. Kwa utagundua kwamba miongoni mwa maeneo ambayo mimi binafsi ningeka nguvu ni hayo. Sawa, shukrani Fungamizi. Asante sana.